Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Neno la Bwana katika somo la Injili tunaelezwa kwamba wote wa nchi ya Genezareti waliofanikiwa kunyanyuka na kumgusa Yesu, waliofanikiwa hata kugusa pindo la vazi lake, walipona. Wengi walijitahidi kufanya haya na kupata uponyaji. Hakika ndivyo ilivyo kwa Bwana. Ni mwenye uwezo mkubwa, hata pindo la vazi lake laweza kutoa uponyaji. Lakini pindo hili lazima liguswe kwa imani. Ukweli ni kwamba nyakati za Yesu walikuwepo wengi waliomgusa, lakini sio wote waliopona, kwa sababu wengine hawakumgusa kwa imani. Hata nyakati zetu wapo wengi tunaokutana na kumgusa Yesu katika Ekaristi, lakini wanaoponywa au kupatiwa faraja ni watu wachache tu. Hivyo tunaposikia habari za nguvu kuu za Yesu zenye uwezo wa kupatikana mpaka kwenye upindo wa vazi lake, tujifunze sisi wenyewe kuwa na imani. Tujihuzunikie kwa pale tunapomkosea Yesu adabu, tunapoona aibu kumgusa kwa imani katika Ekaristi na katika neno lake. Tukumbuke kwamba Yesu ni uwezo wote, lakini wengi wetu hatujawa na imani na ya kuweza kumgusa kipekee na kuishia kupata baraka. Maisha yetu yote yafanane na hawa watu wa Genezareti wanaokazania kumtafuta Yesu. Ndugu zangu, maisha yetu nasi yamfuate Yesu. Wapo tunaotumia muda mrefu kuwatafuta marafiki tutakaofanya nao maovu, tutakaofanya nao dhambi. Hapa ni kujididimiza kimaendeleo ya kiroho. Tutafute kumgusa Yesu kipekee, atujanyue tuweze kuwa watu wema zaidi. Katika somo la kwanza, Mfalme Solomoni analeta sanduku la agano ndani ya hekalu la Yerusalemu. Mfalme Solomoni amefanikiwa kumjengea Bwana hekalu, na leo anamkabidhi Bwana hekalu hilo kwa kuamua kuleta sanduku hilo la agano ndani ya hekalu hili. Bwana anakubali kukaa ndani ya hekalu hili, na kwa hakika mji wa Yerusalemu utapata baraka nyingi kwa uwezo wa uwepo wa hili sanduku la agano katika hekalu. Nasi tumwige Mfalme Solomoni katika kuleta matakatifu ndani ya nyumba zetu na makazi yetu. Tulete vitabu na visakramenti ndani ya makazi yetu. Tusikubali kuleta tu mikanda na filamu mbaya, CD mbaya, flash mbaya, marafiki wabaya, au kuruhusu tabia ovu za ulevi, uasherati, uzinzi zifanyike katika makazi yetu. Haya yote ni chanzo cha sisi kupata laana na kukosa baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tujifunze kupendelea matakatifu. Pia tujifunze kuwaita hata mapadre wabariki maeneo yetu, wabariki biashara zetu, wabariki kazi zetu, ili Mungu aweze kuwepo katika yale tunayoyafanya. Tusisahau wana wa Israeli walikuwa wakifunga kile kilikuwa kinaitwa tefilini kwenye mkono wa kuume, ili Mungu abariki kazi zao. Chochote wanachokifanya Mungu abariki kazi zao. Wana wa Israeli walijua kumleta Mungu katika makazi yao. Walifunga hata kile kingine kinachoitwa tefilini katika panda la uso, ili hata namna yao kuwaza iweze kubarikiwa na Mungu. Walifunga kibox kinachoitwa mezuza upande wa kuume wa mlango. Wakitoka wanagusa, Bwana akubariki utokapo. Akirudi akigusa tena, Bwana akubariki uingie hapo. Unaona, haya yote kwa kweli ni kuonyesha kwamba Bwana yupo katika makazi yangu. Bwana anatembea na mimi. Bwana yupo katika biashara zangu. Bwana yupo kila mahali. Na sisi tuige tabia ya Solomoni ya kuleta sanduku la agano katika makazi, katika mazingira, ili Mungu awe chanzo cha baraka kwa kila tunachokifanya. Na kutakia siku njema. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bado shajara za asali mbashara zipo za kutosha kabisa. Karibu ujipatie nakala yako. Kwa Dar es Salaam pale St. Joseph Container la Kwaya zipo shajara za kutosha kabisa. Karibu ujipatie nakala yako. Siku njema.